Ninawauliza wanasiasa, viongozi wa Tanzania, hivi hii elimu ya msingi ambayo mnajenga majengo, mnaweka bati, nondo, kila kitu, madeski, hivi elimu mnamwekea nani? Ni kwa ajili ya maskini wa Tanzania? Ni kwa ajili ya maskini wa Tanzania? Watoto wenu hawasomi kwenye hizo shule. Hakuna mtoto wa mwanasiasa anayesoma shule hizi za kawaida hizi, St. Kayumba. Kwa bahati mbaya, watoto wa afisa elimu hasomi hizo shule. Mwalimu wa shule ya msingi anayefundisha hizo shule, mtoto wake hasomi kwenye hizo shule. Hivi hizo shule mmeziweka kwa ajili ya nani? Hebu naomba jibu. Hizo shule zipo kwa ajili ya nani? Naomba majibu yenu, wanasiasa na viongozi wa Tanzania. Mbona mnachezea wa Tanzania? Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, ninachoka, nimemaliza. Mwanajeshi amekuwa mwoga. Mwanajeshi amekuwa mwoga. Yaani mwanajeshi anamiliki vifaru, anamiliki AK-47, anamiliki SMG, anamiliki bastora, anamiliki ndege za kijeshi, anazisimamia. Amekuwa mwoga. Amekuwa chawa. We, acha. Mwanajeshi akiwa hivyo, huyo sio mwanajeshi tena. Huyo akavae tu nguo za kiraia, abaki kwa raia. Amekuwa mwoga mwanajeshi. JWTZ. Jamani, amekuwa chawa. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Nachoka. Ngatere. Nimemaliza. Kwa elini. Hivi nataka kujua hii lugha ya Kiswahili. Hii lugha ya Kiswahili wanasiasa wanatuonaje sisi? Yaani watoto wako kwenye shule za hi daddy, morning daddy, nini daddy. Ndio watoto wapo huko, watoto wakubwa ni daddy, my love na nini na kadhalika. Afu watoto wetu ndio wako hizi shule ambazo zinafundishwa Kiswahili toka asubuhi mpaka jioni. Alafu akikutana Jamani, tunasikia padri ametoweka kwa ajili ya madeni. Padri katoweka kwa ajili ya madeni. Huku akisema ametekwa, kumbe kajiteka, ametoweka kwa ajili ya madeni. Padri madeni ya nini? Hana mke, hana watoto, anakula peke yake, anavaa peke yake. Wanasema kazi yake ni kumtumikia Mungu. Basi, kwa maana hata angekuwa na suali moja na shati moja na kanisa. Alafu ninaomba wanasiasa, lindeni sana vinywa vyenu. Hivi mnaposema kiongozi wa nchi ni zero brain eti kwa sababu alishia form 4. Yaani mnamdharau mtu kwa elimu yake. Sasa hawa mnaosema waandamane tarehe 29, hawa wengine waliishia la 7. Mnawadharau watu kwa elimu yao. Wengine walifeli form 4. Ndio mnawahamasisha waandamane kwa manufaa tena wanasiasa. Waliofeli form 4. Wakati wa Zaire ya zamani, wanajeshi walikuwa wakiilinda familia ya Mobutu. Kwa waliamini familia ya Mobutu ikiwa salama, basi nchi iko salama. Waliamini ukoo wa Mobutu ikiwa salama, basi nchi iko salama. Na wanajeshi wale walikuwa wakiwanyanyasa raia wasio na bunduki. Na walizoea hivyo. Kwa hiyo wanajeshi wakageuka mbwa. Polisi wametoa taarifa kuhusu padri aliyepotea huyo, kwamba alikuwa anahonga mwanamke, ana madeni. Polisi wametoa taarifa. Kanisa Katoliki linapinga ile taarifa kwamba ni kulidhalilisha kanisa. Nataka niwaulize, Papa aliomba msamaha kwa mapadri kulawiti watoto wadogo
watoto wa kiume. Papa aliomba msamaha. Bendera. Tutaka tu bendera kama shauri. C6 nendeni kwa wapika batiki. Kaombeni wale wapika batiki. Wakakutengenezeni, toeni saizi wanakufanyieni wale wapiga batiki. Sasa hivi bendera zimekuwa zina thamani sana, alafu washajua serikali zinaenda kufanywa nini. Sana zinauzwa, yani hizo bendera kama pale posta sasa hivi hakuna, Mwenge hakuna, yani machimbo wale wanauzwa bendera. Wao wenyewe wanasema watengeneza batiki kule Uswahilini, kuna watu watengeneza vitenge. Kuna wewe mmoja anasema kwa siku kajikuta kwa siku anauza mpaka bendera, alikuwa na mzigo kama bendera 200, anakuambia kwa siku ameuza bendera karibia 90 na kitu. Yaani amejimeisha bendera 1000. Kuna mtu kasema kauza bendera 1000 kazifunga, akaposti na video, jamani bendera 1000 zinaenda sio wapi, kazituma. Bendera zimenunuliwa sana. Yaani katika wazo umetoa Mama Scorpion, ile wazo umetoa. Kuna mama mmoja anatengeneza batiki. Tena umenipa akili hapa. Sio ndo maana kwenye wengi kuna mimi. Hata kwenye live ya Boke, msinunue ghali bendera. Nendeni kwa mama batiki. Waambie tunataka saizi hii, anakutengenezea. Tena wewe utakuwa rahisi ukiwa nazo nyingi, unaweza ukazitoa watu wanaotaka ukawauzia. Mnaenda kununua bendera, ati kuna mtu kanambia kaenda kununua bendera kaambiwa sijui andike barua. Nikamwambia unaenda kununua bendera kwa serikali za mitaa. Usiende kununua bendera serikali za mitaa. Wewe unayotoa namba C6 akufuate WhatsApp, nitakufuata mimi badala C6. C6 nitamfuata mimi. Kaka hapo muda mrefu tu na comment namba. Nitakufuata mimi uko kwa WhatsApp. Unasikia nikwambia Mama Scorpion? Bora umfuate kwa sababu unajua kuna mtu yani wengi wananifuata wananiambia bwana unajua tukutane si nini na kutumia sio 100 sio nani ya watu wanifuate mimi. Kila anayemtaka Jensi anifuate mimi Scorpion hapa. Mimi nimewaambia yani kabla wewe hujawa mwizi mimi nilikuwa mwizi. Na mimi niwaambia jambo moja. Hizo mbinu mnazosema kwamba za kumteka mtu, uwezo kumteka mtu kama mimi. Yani uwezo kumteka, yani tafuteni vijana wengine labda wao mnaweza mkawata. Mimi nimekuwa Arusha Ngarenaro ndugu zangu. Hakuna ushenzi ambao sijafanya. Hakuna michezo ambayo sijacheza. Mimi uwezo kanitishia labda sijui labda vizuri waambie vizuri. Waambie una Marieta. Mwanangu na kijua kijiti wewe. Nini mnatisha watu. Kuna jamaa mmoja ananifuata, unajua tena ni mwanamke ananifuata. Kuna jamaa mmoja ananifuata tena ile na ile nilisema ili vijana wengine msingie kwenye mtego. Jamaa kanifuata ananiambia kwamba nina 100,000, nataka uniambie mko wangapi niwachangie, ila na 100,000 kwanza nataka nikupe wewe, kama wewe ununue petroli baki nayo nitumie namba, lakini nataka mniambie mko wangapi ili niwatumie hela ili mfanyeje tuwasupport kwenye masuala. Nikamwambia bwana mimi tumejitosheleza kila kitu tunacho. Akaniambia mna uhakika? Nikamwambia kila kitu tunacho, petroli tunayo kutosha. Akanifuata mwanamke mmoja, kwanza kaanza kunitumia mapicha ya ajabu ajabu. Unajua mimi nimevutiwa na wewe na kupenda sio. Ngoja nikuambie jambo moja. Haya mambo tunayofanya, kwanza tunashindana na grupu ambalo ni hatari zaidi duniani. Hasa serikali. Nchi yote unashindana na serikali na raia wote unashindana na serikali. Uwezo ukajanikanika ovyo kusema kwamba wasiana na kila mtu. Na hili niwaambie vijana wenzangu, usipambane na kuwa na tamaa ndogo ndogo za 100,000 sio 200,000. Maisha ulionayo Mungu ameshakupa hayo, ridhika nayo. Hicho tunachokifanya ni riziki mojawapo ambayo utashangaa tu maisha yako yanabadilika tu mdogo. Yatabadilika kuliko unavyofikiria. Na mimi nataka nikuhakikishie, tukishapambana na hao mafisadi, mtaishi maisha ambayo ni mazuri sana. Kwa sababu tutapata viongozi ambao watakaoshika madaraka, watakuwa ni viongozi ambao ukiambiwa wanasikia. Na nafikiri viwanda vitafunguliwa, mtafanya kazi viwandani vizuri, mtafanikiwa bila shida yoyote, wala hatutaishi kwa manyanyaso tena kama sasa hivi. Maisha yamekuwa ghali kwa sababu ya viongozi wachache ambao tunataka tuwaondoe madarakani. Nao ndio wanang'ang'ania madaraka haya. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, msiingiwe na tamaa ndugu zangu. Dunia imebadilika mno. Mimi nimefatwa na jamaa ananiambia nikutumie hela kwenye namba ipi. Nimemwambia hivi, sina kitu lakini sihitaji cha kwako.